Karibu tena mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Papa hapa ndipo napata taarifa ambazo ni za ukweli. Hakikisha kwamba una subscribe na una like video. Sasa aliyekuwa jaji vile kipindi kimoja aliyekuwa waziri mkuu Jaji Warioba Joseph ameweza kusema kwamba ni tabia mbaya kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kumuweka chini ya ulinzi, kumuweka kizuizini aliyekuwa makamu wa rais John Njimbi baada ya kujiuzuru kutoka madarakani. Vile Jaji Warioba anasema kwamba sababu kuu ambayo imeweza kusababisha mpaka Njimbi akalazimishwa kuondoka ni kwa sababu alikataa kukuwa chawa wa Samia. Najua nimemsikiliza Warioba akieleza vizuri kwamba tangia kitambo Njimbi hakuwa chawa wa mtu yeyote. Kwa hivyo kutokuwa chawa wa Samia ndiko kulisababisha mpaka akafukuzwa kutoka kuwa makamu wa rais, vile akafukuzwa kutoka kuwa mwanachama wa CCM. Vile raia wa taifa letu la Tanzania wako na kauli mbalimbali, mtazamaji wangu, ambazo nitakuchezea uweze kusikiliza soundbite namna ambavyo wanazungumza, wakieleza kwamba wako na imani Njimbi amefukuzwa kwa sababu alikuwa anasimamia ukweli. Bwana Warioba alikuwa kwenye mazungumzo na wanahabari akisema mahala ambapo taifa letu la Tanzania limefika, lazima tupate katiba mpya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2030. Ninaomba tusikilize kauli zake, tutazichanganua kwa undani. Hiyo hotuba ilikuwa ni ndefu, ila nimeweza kunyofoa zile kauli ambazo ni za muhimu. Naomba tuanzie hapa tusikilize Warioba anasema nini. Nitakuwa nasimamisha njiani alafu tunazungumza, tunaeleza kauli zake. Kuhusu yale ya chama, lakini amekuja akawa makamu. Amekuwa makamu. Mwezi uliopita alinitembelea. Tulikuwa na mazungumzo marefu kuhusu mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi, lakini mawili ambayo nilisisitiza kwake. Mawili nilisema nchi imejeruhiwa, nchi iko katika maombolezo, nchi inahitaji kuponywa, lakini matatizo yote tunayopata haya chanzo chake ni katiba mpya. Unaona, Jaji Warioba anasema kwamba mwezi uliopita makamu wa rais Dr. Njimbi alimtembelea afisini mwake, wakazungumza mengi ikiwemo machafuko ambayo yalitokea katika taifa letu la Tanzania mwaka uliopita, na Njimbi akaeleza kwamba matatizo yale yote yalitokea kwa sababu hakuna katiba mpya, na akasema ndio yaliyotokea yametokea, lakini taifa letu la Tanzania linahitaji uponyaji. Kwa matatizo ambayo yametufikisha hapa ni kwamba hatujapata katiba mpya. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba mjitahidi tupate katiba mpya. Na ilikuwa wazi kwamba katika yote tuliyofanya
kusita kulichofanya tusifike katiba mpya huko kwenye serikali na CCM. Ikifika wakati serikali kwa dhati kabisa, CCM kwa dhati kabisa inasema tupate katiba mpya, tutaipata. Kwa hiyo jukumu mlilonalo ni kubwa, kwa sababu ni serikali ambayo iliamua kwa jawabu ya 5 kwamba katiba sio priority, sio kipaumbele. Ikaamua hivi, na tumeendelea, tumeona mpaka mwaka jana CCM ilikuwa kwenye ilani yake hakuna katiba, bado walikuwa naona katiba sio priority. Mwaka jana ndio wakaiweka kwenye ilani, kasema hatutapata katiba katika nchi ambapo kutakuwa na utashi wa kisiasa kwa sisi na serikali. Tuna mengi hayo, lakini nakwambia la pili, yale yaliyorudia chana. La pili, rushwa imefika mahali inamnyang'anya mwananchi haki yake. Unaona hii kauli yake Jaji Warioba, anaeleza kwamba kutoka hapo nyuma CCM haikuwa inataka mambo ya katiba mpya, lakini mwaka jana tulipokuwa tunaelekea kwenye uchaguzi ama kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi, CCM ilisema kwamba chini ya siku 100 wataleta katiba mpya, wakaweka kwenye ilani. Hadi sasa hivi hatujaweza kupata hiyo katiba mpya. Mtazamaji wangu, tutakuja kusikia ni kipi ambacho kiliweza kumponza Nchimbi. Lakini unaona hapa Jaji Warioba ameweza kuleta kauli nyingine kwamba rushwa imeweza kuchukua mizizi katika taifa letu la Tanzania, mahala ambapo rushwa imeweza kumnyang'anya mwananchi uhuru wa kuchagua viongozi. Mahala ambapo tunaelezwa sasa ndani ya CCM rushwa ndo inatumika sana kuchagua viongozi. Unapata kwamba wananchi wamenyang'anywa ule wakati wao wa kuchagua kiongozi. Hebu sikiliza Warioba tena. Kwa kwenye katiba yetu inasema chimbuko la madaraka ni wananchi. Nadhani section 8. Chimbuko la madaraka ni wananchi, lakini rushwa imewanyang'anya raia haki hiyo. Ndio lazima juhudi za makusudi zifanyike, zichukuliwe na uongozi kuondoa hili ili wananchi wapate haki yao. Na nikasema ni gumu, kwa sababu viongozi wenyewe siku hizi unaweza kusema kama wewe sio mtoa rushwa, kama wewe sio mpokea rushwa, huwezi kupata uongozi katika nchi, kwa sababu uchaguzi katika nchi, uchaguzi wa serikali, uchaguzi wa vyama, uchaguzi wa taasisi za kiraia ni rushwa. Kwa hiyo inakuwa kama ni taifa tunajenga mazingira ambapo corruption ndio sifa kubwa ya uongozi. Kasema hili ni lazima lifanywe kazi. Sasa nilipoona nasema nilifuatia rushwa, aliniambia mzee, yote ni wazito, nitafikisha ujumbe kwa wenzangu serikalini. Sasa nilipo kwa sababu nilivyosema na mfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivi hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa naamini
mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamata, sijui kama huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumwona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya mambo madogo yanayofanya yaachwe, tushindane kisiasa. Msimamo walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona anatoa matamshi, anasema kama wana CCM akifanya jambo la ovyo ninakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu sisi mwafanya ukaa kimya. Na nilikuwa naeleza wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti, kwa hili ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, hiyo jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Nilisema wa kwanza utaratibu ule kuna mzuri, lakini nikapita hiyo. Sasa nilipoona kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi, alikuwa mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake, nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, sio kweli. Mwingine akaja, mpango mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi nikapigia simu Nchimbi, akapokea, akaniambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao, mimi mpenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign. Akasema ni kweli mzee. Akasema rais reaction yake ni, akasema bado. Akasema basi tutazungumza kwa urefu zaidi jijue kwa nini una resign. Basi siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana, nikapigia simu haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapata tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu haikupokelewa, nikapiga ujumbe haukujibiwa. Na kwa kawaida msimamizi alikuwa na respondi mapema tu. Yaani nikaona yaliyosema kwenye press conference, nikasema kajaribu tena kupiga simu haipokelewi. Then huyu nikaona wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi nikanishangaza kidogo, wala nimekuwa kwenye chama nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Ndio. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui
yuko kizuizini ama nini, hata sijaamini kwa sababu sio msingi wake, lakini moja ndio ya matatizo tuliyo nayo. Ukiangalia hali zetu wana CCM, moja inasema, nitasema kweli daima, fitina iko kwenye ahadi zetu, lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, ndio, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana, nani wa harakati wako hapa aliokutana nani, alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi, tusahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika, na hali ninavyoiona inaweza kuwa kuna mlipuko. Na ndio maana jenerali aliponiuliza nilisema sioni uwezekano huu. Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Unaona, mzee wetu Warioba anasema hivi, yeye haoni kimsingi ni kwa nini Nchimbi ameweza kuwekwa kwenye kizuizini. Yeye haoni kimsingi ni kwa nini Nchimbi aliweza kufurushwa kama makamu wa rais na kuwekewa makosa ya kuhitaji katiba mpya. Na kama ulikuwa makini mtazamaji wangu, na kama umenifuatilia mpaka sasa hivi, naomba kama umenifuatilia mpaka sasa hivi useme Ezra ninakufuatilia. Mzee wetu amesema hivi, hapa mbeleni anaona nchi yetu italipuka. Hapa mbeleni anaona nchi yetu machafuko yakiongezeka kutokana na namna ambavyo CCM inavyoendesha serikali, mahala ambapo ukikuwa mkweli unafurushwa, ukidanganya unaitwa mkweli na CCM. Mzee wetu amesema hapa, mwaka jana CCM iliweka kwenye ilani kwamba lazima katiba mpya ipatikane. Nchimbi makosa kubwa ambayo ameweza kuwekewa eti kwamba alipatana na wanaharakati. Katika mkutano wao na wanaharakati akawaambia kwamba wapambane wapate katiba mpya. Naeleza kwamba hayo ndio makosa ambayo ameweza kuwekewa kwa kuhitaji katiba mpya. Sasa itakuwaje ni makosa Nchimbi ameweza kuhitaji katiba kama CCM hapo mwaka uliopita waliweka ilani ya kuleta katiba mpya? Hii itakueleza nini mtazamaji wangu? Hii itakueleza kwamba hii serikali ya Samia haipo tayari kutuletea katiba mpya. Hilo ni chungu, ninajua, lakini inabidi uweze kulisikiliza. Sioni wakituletea katiba mpya. Na kama watatuletea katiba mpya mtazamaji wangu, itakuwa ni katiba ambayo inawafaidi wana CCM pekee na wala sio wananchi. Sasa wananchi na wao wameweza kutoa kauli zao kuhusiana na kufurushwa kwake Nchimbi kutoka kwa CCM. Ninaomba nikuweke sauti mbunge wa viti maalum kupitia kwa Chauma Mligo Sigrada amesema kwamba makamu wa rais Nchimbi alivuliwa wanachama wake kwa sababu alikuwa sio chawa.
Naomba uweze kumsikiliza kidogo. Lakini mimi kwa sababu niko Tanzania, naishi Tanzania, naijua nature ya nchi yetu. Nchi hii kwanza, ukitaka kuishi maisha magumu wewe uwe msema ukweli. Ukitaka kuteseka kwenye nchi hii wewe uwe msema ukweli. Kwa hiyo mimi issue ya Nchimbi sishangai sana kwa sababu tulishaona dalili. Alishaitwa majina mengi ya ajabu ajabu. Tulikuwa tunajua wanakoelekea. Kwa hiyo mimi sijashangaa. Lakini pia mimi nimtakie kila laheri. Tafsiri ni nyepesi tu kwamba msema ukweli kwenye nchi hii haitajiki. Hiyo ndo tafsiri ya kawaida. Lakini tunasahau kwamba huyu alikuwa makamu wa rais, mgombea mwenza wa urais wa mwaka jana. Hata miaka miwili hatujamaliza. Anafukuzwa kama kuku. Je, mimi Sigrada? Yaani mtu kama yule anafanywa vile. Je, mimi Sigrada? Kwa hiyo tunaishi huku lakini tunaweka mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, hatuijui kesho yetu. Lakini barua eleza kwamba ni utovu wa nidhamu. Hamna utovu wa nidhamu hapo bwana. Kusema ukweli ni utovu wa nidhamu. Ukweli upi ambao hamna utovu wa nidhamu hapo. Amekuwa mtovu wa nidhamu lini? Huyu si alikuwa makamu wa rais juzi. Amekuwa mtovu wa nidhamu lini? Hapa kuna vitu ambavyo basi kama alikuwa mtovu wa nidhamu wangeenda hadharani kwamba amekosea hapa ameonyesha hajaonyesha nidhamu hapa na hapa na hapa, lakini pia apewe nafasi ya kujitetea. Sasa unajuaje kama hajapewa nafasi ya kujitetea? Hajapewa na uhakika. Sasa mimi mwenyewe nishaanza kuwa mpole. Maana kama Nchimbi anafanyiwa hivyo, zembuse mimi Kilaka Sigrada, mtoto wa mkulima wa viazi. Umeanza kuwa mpole toka lini? Nitajitahidi. Kwani wewe una shida gani mpaka uwe mpole? Una shida gani mpaka uwe mpole? Wewe una shida gani? Mimi na shida kusema ukweli. Sasa nature ya wasema ukweli wa nchi wanateseka. Ukitaka kuteseka kwenye nchi wewe sema ukweli. Umesikia hapo mtazamaji wangu, mbunge wa viti maalum kutoka Chauma Sigrada anasema kwamba Nchimbi alifurushwa kwa sababu alikuwa anasema ukweli. Tunahitaji katiba, na akaambia wanaharakati wapambane wapate katiba. Mzee wetu wa Rioba amesema kwamba namna ambavyo serikali hii inavyoendesha inataka wale ambao wanafunika machafuko, inataka wale ambao wanasifia chama na kumsifia Samia na wala sio kusema ukweli. Basi hapa mbeleni nchi yetu italipuka. Mzee wetu amesema hivyo. Na amesema kwamba yeye haoni sababu ambayo inafanya Nchimbi aweze kuwekwa kizuizini, kwa sababu yale ambayo alikuwa anahitaji yaweza kufanyika, kama vile nchi yetu kuponywa, nchi yetu kupata katiba mpya, ni yale ambayo CCM ilikuwa inahitaji. Lakini neno kuu ambalo unapaswa kulijua, mzee wetu amesema kwamba ndani ya CCM kuna fitina. Fitina ikianza ndani ya CCM basi hautatoboa. Yaweze ikawa kwamba ndani ya CCM kuna watu ambao walianza kuweka fitina kati ya Nchimbi pamoja naye Samia Suluhu Hassan, kwa sababu uchaguzi ulikamilika mwaka uliopita, kila ambacho kiliitwa uchaguzi. Sasa hivi hata hawajaweza kumaliza hata mwaka, imepita tu miezi 10. Itawezekanaje mtu anafurushwa mpaka wanachama? Sababu kuu kusema kwamba nchi iponywe, katiba ipatikane. Fitina tu, fitina. Akina Makonda wanasema eti kwamba anahitaji katiba mpya, afanyie nini? Wazo lako ni lipi? Sema nasi, endelea kusubscribe. Ninaomba usambaze linki ya hii kanda, tuendelee kupanuka. Tuko karibu kufika 50,000, nusu laki subscriber. Tuko karibu kufika pale. Tutafika hapa kwenye mapenzi yenu na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, iwapo utasambaza hizi kanda.